Kwetu hayani, kwa maana kuna msemo inapotokea kwamba umefanya jambo, labda umesema kauli ambayo si sahihi miongoni mwa ndugu wa karibu, kauli inasema kwamba ni afadhali umelisema hili kwa wanaukoo Banyaruganda, kwa maana kwamba wale wanakuelewa wanaweza kujua kwamba labda siku ya leo ulikuwa na siku mbaya, labda isi kawaida yako, lakini pia upo uwezekano kwamba wakawa wanaelewa kwamba hii ndio tabia yako, labda haumaanishi, lakini huyu ndiye wewe. Unajua yule ndugu ambaye mnajua kabisa kwamba ikitokea tatizo labda tusimtegemee, kwa sababu uwezekano mkubwa ni kwamba hatotokea au hatochelewa au hatochanga. Unajua kwa namna yote ile inaweza kuchukuliwa, lakini wanasema ni Banyaruganda, wanaukoo wanakuwa na kufahamu kama ni mapungufu yako au ni siku mbaya kwa bahati mbaya, wao wanaweza kukuelewa. Kwa Marekani, kwa Donald Trump unaweza kusema Marekani sasa ndio Banyaruganda, lakini hii vita ya Marekani na Israel dhidi ya Iran imemtoa nje, na kauli zake sasa mara nyingi zimeanza kuwafanya hata watu wengine ambao walikuwa hawafuatilii, kwa sababu wengi wanafuatilia vita hivi kuliko wanafuatilia maisha ya kila siku ya wananchi wa kawaida wa Marekani. Kauli nyingi ambazo Donald Trump amezisema sasa zimeweza kumweka wazi, nasema kwamba zimeweza kumexpose, na wengi wanaanza kujiuliza kuhusiana na kila anachokisema na vile anavyosema. Wengine wanashangazwa licha kwamba sisi ambao tumekuwa tukimfuatilia kwa muda tunafahamu kwamba ndio mfumo wake wa maisha. Sasa tunakwenda kuangalia kwanza kwa nini naamini kwamba Donald Trump anataka kusema au anamaanisha nini katika kile anachokisema. Tuanze na kauli aliyotoa hivi karibuni. Amesema kwamba amesitisha vita kwa siku 5 ili kuwapa Iran nafasi nyingine ya kufanya mazungumzo juu ya mkakati wa nyuklia. Iran amesema kwamba hilo halipo ndani ya serikali ya Marekani. Kuna vitu vingi sana vinaendelea. Tumezungumzia namna ambavyo amekuwa akifanya hivi, na tunaamini, na mimi binafsi ninaamini kwamba kauli aliyotoa kusitisha vita ni katika kitu tunaita kubuy time, ili kuweza kufanya mambo mengine. Donald Trump, kama umemfuatilia katika siku za karibuni, kuna kitu ambacho amekuwa nacho kwa muda mrefu. Si ajabu kwa yeye kubadilisha kauli ama kutoa kauli zinazokinzana ndani ya siku moja, pengine ndani ya hotuba moja, kuna wakati ndani ya aya moja, na hata ndani ya sentence moja. Post moja tu Truth Social katika mtandao wake inaweza ikawa ina taarifa ambazo zinakinzana. Na hivi karibuni imekuwa hivyo kwamba anaweza akazungumza kitu fulani alafu baadaye akaja akatoa kauli ambayo inakinzana. Alitoa ahadi wakati wa uchaguzi kwamba ataiharibu Iran na kuhakikisha kwamba haipati silaha za nuclear, lakini tumemsikia akizungumza mwishoni mwa juma hili katika hii siku ya 24, 23, 24 ya vita vya kule Iran, akisema kwamba alipouliza swali hili, waziri wake wa ulinzi ambaye anamuita ni waziri wa vita Pete Hegseth alikuwa wa kwanza kati ya wale waliosema kwamba twende vitani tukapambane. Tayari amekwisha kujitoa katika lawama, kwa sababu inaonekana vita vinashindwa. Kwa muda wote ambao walionekana kwamba kuna dalili za Marekani kuibuka kidedea kwa kile alichodhania, alikuwa akisema kwamba yalikuwa ni maamuzi yake, lakini sasa imebadilika. Mambo kadhaa natakiwa kufahamu kuhusiana na Donald Trump. Kwanza, ni mtu ambaye hapendi kushindwa. Huona aibu sana kushindwa. Hilo ni swala ambalo limekuwa wazi sana kwake. Pili, amesema hapendi kuhusishwa na wanaoshindwa. Utakumbuka katika uchaguzi wakati fulani alikuwa akizungumza kuhusu mtu kama Joe McCain ambaye alikuwa ni mmoja kati ya wanajeshi walioheshimika na baadaye kuja kuwa senator hapa, lakini kwa sababu alikamatwa akisema kwamba sipendi watu ambao wameshindwa, sipendi watu ambao walikamatwa. Anajiwaza sana pengine kuliko maslahi ya mtu mwingine na pengine maslahi ya taifa. Hiyo ni sehemu ya kitu ambacho ameelezewa yeye mwenyewe, na pia unaweza kuona mtazamo wa anavyoona kwa watu wengine huwa ni swala la jinsi anavyoonekana yeye kwa watu wengine inaweza kuwa muhimu kuliko ambavyo jambo linakuwa lina maamuzi mema kwa taifa kwa kawaida. Kwa hiyo kwa kusema haya ndio nasema kwamba hatustahili sana kuamini kauli anayoitoa, hasa katika yale ambayo anafikiri kwamba ni maslahi ya taifa. Amezungumza juzi kwamba alitoa onyo kwamba iwapo Iran haitofungua ule mfereji wa Hormuz kwa saa 48 angeiteketeza, angeiangamiza, angeobliterate ile nchi. Saa kadhaa baadaye akaja akasema kwamba hapana, tutapa siku nyingine 5. Hii siku 5 si kwamba nataka mazungumzo. Kuna mambo mawili sasa hivi. Ukweli wa mambo ni kwamba hali si nzuri hapa nchini Marekani. Hivi tunavyozungumza, tarehe Jumaa ngapi? Tarehe 24 hii, katika uchaguzi mdogo eneo la Florida, katika eneo la Mar-a-Lago, pale ambapo yeye ndiye anaishi, eneo ambalo ameshinda kwa zaidi ya kura ama 11% katika uchaguzi wa mwaka 2024. Leo hii Democrat ameshinda katika eneo lile ambayo ni
alama nyingine, sign nyingine mbaya kuelekea katika uchaguzi wa katikati ya muhula mwezi Novemba. Tumeanza kuona hili, tunaanza kuona Virginia katika uchaguzi, tunaona New Jersey na sehemu nyingine. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunaanza kuona kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yanaanza kumsukuma afanye maamuzi. Wasiwasi ni kwamba anavyosema anawapa siku 5, wakati kuna zaidi ya wanajeshi wengine 3,000 inasemekana wanapelekwa kule. Mambo mawili, ama anasema anataka mazungumzo wakati akijipanga kama ambavyo alifanya katika ile operation siku 12 yeye na Israel, na hata katika shambulizi za tarehe 28 mwezi wa pili ambapo alishambulia wakati kukiwa kuna kile ambacho kinaonekana kuwa ni mazungumzo. Kwa hiyo kwa nini nataki kuamini, ama kwa nini naamini kwamba hiki ndicho anachoamini katika kauli zake? Kwanza tunatambua kabisa kwamba Donald Trump kwa kuogopa kile ambacho kinaweza kutokea, kuna mambo mawili, anaweza akatafuta namna ya kuondoka, kwa maana ya retreat, ili asionekane, bila kuonekana kwamba ameshindwa. Hiyo itakuwa ni tukio bora zaidi kuliko iwapo atahisi kabisa kwamba hana cha kupoteza, hivyo akafanya maamuzi ambayo yanaweza kawa na hasara zaidi. Amekuwa akijichanganya mara kadhaa katika kauli zake kuhusiana na hii. Nimezungumzia mfano wa Ijumaa alivyotoa kauli, alafu baadaye Jumapili akaja kwa ametoa kauli nyingine. Lakini pia ipo dhana ya kwamba anayasema haya kwa sababu tu anataka soko la hisa. Unajua ni mtu ambaye amekuwa akijitamba kwamba ni mfanyabiashara na analijua vyema soko la hisa, na amekuwa akisema kwamba mara zote anapokuwa akiingia anapokuwa madarakani, soko la hisa hufanya vizuri, na anaamini kwamba uchumi unafanya vizuri. Pengine ni peke yake anaamini hivyo. Lakini ndio maana wanasema mara zote kuna post hapa ambayo imezungumzwa, nafikiri nitaiweka hapa, utaweza kuiona. Wanazungumza kwamba anatoa, iwe ni katika swala la ushuru au iwe swala la vita, chochote kile ambacho kinaweza kikasababisha soko la hisa kuyumba, anatoa tangazo ambalo linaweza kawa hasi siku ya Ijumaa, alafu Jumatatu inakuwa ni tangazo lenye kutoa matumaini. Kwa hiyo soko la hisa limekuwa likiumbishwa na kauli za rais kwa namna hiyo. Kwa hiyo si mtu wa kumwamini sana katika anachokisema, kwa sababu anataka soko la hisa lifanye vizuri, na hata kuna baadhi ya kashfa ambazo zimetoka kwamba watu ndani yake wanafanya inside trading, wametengeneza pesa. Nafikiri hata kuna kama voice note ambayo ilivuja ya watu wakizungumzia kuhusiana na hili, kwamba kuna watu ambao wananufaika na kile ambacho kinaendelea ndani ya soko la hisa, hasa linapokuwa likiumbishwa na mambo kama haya. Kwa hiyo tunaona ukweli kwamba anazungumza kama vile mazungumzo yanakwenda. Tulimsikia juzi alipoulizwa kwamba je, ni nani ambaye atakuwa na control ya Hormuz? Maybe me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Sema kwamba pengine ni mimi, akusema Marekani, akasema pengine ni mimi na Ayatollah yoyote atakayechaguliwa. Kwa unaweza kuona kwamba ni swala la yeye binafsi, lazima awepo. Tumeweza kuona namna ambavyo amezungumzia ama amejaribu karibu vitu vingi viwe katika jina lake, unajua. Kwa hiyo kuna ile dhana ya umimi ambayo yuko nayo, lakini wasiwasi mkubwa ni kwamba anataka aache historia imkumbuke kwa mambo makubwa. Sasa hivi upo uwezekano kwamba haya anayoyasema hivi sasa, anaposema kwamba nimeongeza siku kadhaa, ni mkakati wa kujaribu kutuliza watu wakati akijiandaa na mashambulizi mengine. Uweze kusema maendeleo yako vizuri, akasema kwamba vita ni kama vile imeisha, tayari tumeshabadilisha uongozi, lakini wakati huo kaona kwamba yeye mwenyewe tayari anapeleka wanajeshi wengine. Kwa hiyo kuna wale Marine ambao kazi yao zaidi ni pamoja na kulinda kama balozi na kufanya masuala ya kuhamisha watu na mambo kama hayo. Lakini kikundi ambacho kimekwenda ni battalion ambayo inaitwa amphibia. Hao ni watu wale wa kushuka na miavuli, kuteka, kudhibiti sehemu, alafu Marine wakiingia wanaendelea na mambo mengine. Kwa hiyo anapeleka special units wakati anasema kwamba vita vimeisha. Sijui kama unanipata hapo. Lakini kumbuka pia ni kama vile kile kilichotokea Venezuela na Panama. Kwa sababu kumbuka walikwenda Panama, ni kama vile walihisi wanaweza kuichukua Panama, wakatoa tu kauli 2-3 wakatisha. Wamekwenda Venezuela, ilikuwa ni shambulizi la muda mfupi, alafu kwa kuna mafanikio. Nafikiri vile ndio ambavyo vimewaponza na kumfanya ameni kwamba pengine angeweza kufanya katika sehemu nyingine, na zipo kauli ambazo amezungumza hilo kwamba kile ambacho kilitokea Panama alihisi kwamba kingeweza kutokea hata huko. Imekuwa bahati mbaya sana kwamba haijawa hivyo. Lakini kwa mambo ni kwamba naamini kwamba Donald Trump anaposema kwamba amesitisha vita kwa siku 5 ama amesitisha mashambulizi makubwa ya kuiharibu Iran kwa siku 5, analomaanisha hasa ni kwamba anajipanga zaidi, anatafuta mlango wa kutokea, ama iwe kwa namna ya amani zaidi ama la. Lakini ninachoelewa ni kwamba
kuna kitu kinapangwa huko chini, kwa sababu huwezi kusema kwamba tunaelekea mazungumzo yanatupeleka katika amani wakati tayari unafunga wanajeshi wengine 3,000 kwenda kule, ukiongeza na wengine 2,000 ambao tayari wako katika eneo hilo, na pengine meli 2 nyingine za kivita. Tayari una ndege kubwa ambazo tayari ziko katika eneo la ushambulizi. Tunazungumzia ma B2, ma F30, F15, F16, F18, B2 bomber, F22, F35. Hizi si ndege ambazo zinakwenda katika vita ambavyo inaonekana kwamba vinakaribia kuisha. Wakati huo huo wanaomba dola bilioni 200. Bilioni 200 sio dola za kumalizia vita ndani ya wiki moja au wiki mbili. Kwa unaweza kuona kwamba ninachoamini ni kwamba kauli ya kwamba tunasubiri siku nyingine 5 kabla tujafikiria nini cha kufanya ni kauli za kuvuta muda, wakati anafikiria kitu kikubwa cha kufanya. Haonekani kushinda kwa namna yoyote ile. Upo kwa maana ya kwamba ushindi ambao unaweza ukasema kwamba katika vitu alivyovitaja, kwenda kubadilisha utawala haionekani kwa hivyo, kwenda kukamata ule mfereji wa Hormuz, kwenda kukamata mfereji wa Hormuz haionekani kwa hivyo, pengine kwenda kuzuia ama kile kisiwa cha Karg ambacho wanafikiri kina 90% ya mafuta, usafirishaji wa mafuta wa Iran, hilo hajafanikiwa, na ground invasion ndio kitu pekee ambacho kinaweza kusababisha haya yote. Akiangalia hivi haoni hayo ambayo kwa amezungumzwa pale awali. Kwa nini anapanga kufanya? Pengine ndio hizi siku 5. Lakini pia tumesikiza washauri wawili, alipata kuwa mkurugenzi wa CIA John Brennan, lakini pia nafikiri mmoja kati ya waziri wa mambo ya nje, waziri wa ulinzi hapa nchini Marekani, amesema kwamba harakati kubwa za kijeshi bila mpango mkakati wa kuweza kukamilisha kile ambacho anakifanya haina maana sana, na ndio lawama kubwa ambayo amekuwa nayo kwa Donald Trump, ambaye sasa inaonekana wachache wanaowasikiliza hawakuwa na mkakati, na wale ambao wanamsikiliza yeye wameendelea kumfuata. Tunazungumzia wakina Pete Hegseth, tunazungumzia wakina Lindsey Graham na wengine ambao wanaonekana kuwa ni cheerleader katika kila anachokifanya. Kauli zake zichukuliwe kwa umakini sana, kwa sababu ni mtu ambaye anabadilika sana, lakini pia ni mtu ambaye anatamani ushindi, na kwa sasa inaonekana ushindi mkubwa unaweza kupatikana iwapo kutokuwa kuna mashambulizi ya kuangusha kabisa serikali. Atakwenda upande huo ama atakaa upande wa kuwa na tahadhari kama ambavyo ameonywa. Huo ndio wasiwasi, lakini naamini siku 5 anazosema ni za mazungumzo, naamini chini ya pazia, chini ya carpet kuna majadiliano mengi ya operation gani inaweza ikampa kile ambacho anaweza kaamini kwamba ni ushindi. Kosa ambalo pengine walikuwa wanalifanya ni kuamini kwamba kiongozi wa sasa ambaye ameshuhudia Marekani na Israel wakimuua baba yao, mkewe, na kumjeruhi, anaweza kukaa katika meza moja na kuongea nao kuhusiana na swala zima la usalama na upendo. Imesemekana anajaribu sana kumshawishi spika wa Iran, lakini spika huyo ambaye ametoka ule akisema kwamba wananchi wanachotaka ni kitu tofauti. Kwenye siasa chochote kinaweza katokea. Spika mwenyewe anaweza kaasi akaingia akawa sehemu ya serikali ya Marekani kulingana na kile ambacho atakuwa ameahidiwa, lakini mpaka hivi sasa inaonekana kwamba kutapatapa kumekuwa kwingi, msaada haujaonekana. Wameingia, njia ya kutoka ndio ambayo inatafutwa. Kusema kwamba wamesitisha haya kwa sababu eti kuna mazungumzo yanayoendelea, si kauli ambayo watu tunatakiwa kuichukulia kama vile kauli sahihi na kwamba ndicho ambacho kinaendelea. Mimi ninachoamini ni kwamba kauli za Trump zinataka kumpa muda wa kutosha kuweza kufanya mashambulizi mengine yatakayofuata. Nini kitafuata? Tutaendelea kuwa hapa, tutaendelea kuelezana kuhusiana na kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati.